Msikilizaji, mwanafamilia wa Visimulizi, karibu tena tuendelee na simulizi ya dada Caroline almaarufu kama Chichi. Binti aliyejikuta anapata matatizo makubwa sana kupitia mitandao ya kijamii, hali iliyompelekea kujikuta akitumikia jela bila kutarajia jamani. Instagram. Katika sehemu ya pili, mwandishi alituelezea vizuri sana namna ambavyo Chichi alimsimulia mkasa wake huu, na tulisikia vyema kwamba Chichi alifanikiwa kusaidiwa na mmoja kati ya wale walinzi wa waasi waliokuwa wamemteka, lakini ilibidi wapate ajali mbaya sana ya gari, na ilitokea katika harakati za kumsaidia Chichi kutoka mikononi mwa watu wale wabaya. Na hiyo ilikuwa ni ponapona ya Chichi jamani, kwa sababu alitoka salama. Na wakati wale watu walifariki wote, yaani hata yule ambaye alijaribu kumwokoa Chichi alifariki. Lakini je, Chichi alifanikiwa kufika salama Tanzania kutoka huko Msumbiji? Tusikilize hii hapa sehemu ya 3 kujua ilikuwaje hadi kufikia situation ambayo Chichi yuko jela. Mwandishi Faisal Madile anaendelea kutuelezea kwamba hii simulizi ya dada Caroline ilikuwa ni kama sehemu ya maisha yangu, kwa sababu sasa nilihakikisha kwamba najali sana nafasi ambayo inapatikana kwenda gerezani kwao. Kwa hiyo nilipata nafasi nyingine tena na nikaenda bila kuchelewa. Na baada ya salamu, Caroline aliendelea pale alipokuwa ameishia. Chichi alisema kwamba nilijichomoa mle kwenye gari kupitia kioo ambacho kilikuwa kimevunjika. Na uzuri ni kwamba sehemu ambayo nilikuwa nimekwaruzika na kuumia ilikuwa inaonekana. Na baada ya kutoka nje ya gari nikasogea upande wa mbele, kule ambapo alikaa yule mwanajeshi ambaye alikuwa amenisaidia. Hakukuwa na dalili ya uhai. Niliangaza huku na huko. Msitu uliokuwa umenizunguka ulizidi kunitisha. Giza nao lilizidi kuwa kubwa sana. Sikujua ni wapi nilipokuwa na wala sikujua ni wapi ambapo napaswa kwenda. Niliangusha kilio kizito sana. Kilio changu kilikuja kukatika baada ya kukumbuka kwamba pale nilipo ni msituni. Huenda pengine kungeweza kuwa na chochote kile ambacho ni kibaya kingeweza kunitokea. Basi nikurudi tena mpaka pale kwenye kile kiti ambacho alichokuwa amekaa yule mwanajeshi ambaye kanisaidia. Uso wake ulitokeza kwa nje ya dirisha ambalo lilikuwa limevunjika, na bunduki yake ilichomokea kupitia kioo cha mbele. Haraka haraka nikapekua mifuko yake ya ile combat ambayo alikuwa ameivaa. Nikakuta maburungutu mawili ya noti za 10,000 pesa za Kitanzania. Kwa kweli moyo wangu uliruka kwa furaha sana. Nikiendelea kupekua na mifuko ya wale wengine, nayo pia nilikutana na pesa, japokuwa hazikuwa kwenye maburungutu sawa na yale ambayo nilikuwa nimeyapata mwanzoni. Kuna kitu kilinijia kichwani kwamba kama wale watu walikuwa na pesa za Kitanzania, basi aidha kule ambapo nilipokuwa kwa kipindi chote kile ni Tanzania, au wakati ule tulikuwa tukielekea Tanzania. Hivyo wale wanajeshi walijiandaa kwa kuwa na pesa ambazo wangezitumia kama wangefika Tanzania. Basi nikaendelea kujituliza pale huko nikifikiria namna ambavyo naweza kutoka ndani ya ule msitu mkubwa. Nikasimama kisha nikatazama pale ambapo nilipokuepo. Hakukuwa hata na mwanga wala sauti ya kiumbe chochote ambacho ningekifananisha na binadamu, hata ningekiomba msaada. Zaidi ya upepo na sauti za wadudu wa msituni zilizorindima pande zote za msitu. Pale palipopinduka na gari na namna ambavyo lile gari lilivyokuwa limebilingika, iliniwia vigumu sana kujua kwamba ni upande upi hasa tuliotokea na tuliokuwa tukielekea. Hasa ukizingatia muda wote ambao nilikuwa nikisafiri nilikuwa nimelala tu. Sasa nafanyaje? Basi nikaamua kubahatisha kwenda upande ambao lile gari lilikuwa limegeukia. Sikuwa nikijua ile ilikuwa ni saa ngapi. Msitu ulizidi kulifanya lile giza liendelee kununa na lisipungue hata kidogo, yaani hata kwa theluthi moja. Basi nilitembea kwa muda mrefu sana nikiwa sijui nilipokuwa nikielekea, na nilipata matumaini baada ya kuanza kusikia sauti za kunguru zikikwaruza. Haikuwa asubuhi, lakini nilijua kwamba pambazuko lilikaribia, na ile ilikuwa ni alfajiri. Mwili wangu ulishachoka sana. Maumivu yakianza kuniandama miguuni mpaka kwenye mgongo. Basi nikatamani kutafuta sehemu ya kujipumzisha angalau hata kwa masaa yale machache ambayo yalikuwa yamebakia kuifikia asubuhi. Lakini nilijiambia kwamba sikupaswa kubaki eneo lile, kwa sababu sikuwa nikijua safari yetu na wale wanajeshi kama haikuwa ikifuatiliwa na mtu yeyote, hasa vibaraka wa yule jenerali muasi. Basi nikaendelea kukaza mwendo. Nilitembea kwa nusu saa nyingine. Pale sasa haikuwezekana kuongezeka hata hatua moja kwenda mbele. Kila kitu mwilini kwangu kiligoma kabisa. Pale nilipofika kwa upande wangu wa kulia,
kulikuwa na barabara nyingine ambayo ilikuwa imechepuka na kutengeneza njia panda. Ile njia panda ilikuwa imepakana na vichaka vipesi. Na mbele yake kidogo kulikuwa na nguzo ambayo ilikuwa imepigiliwa kibao kwa juu yake. Kwa sababu nilichoka sana, sikuweza kupiga hata hatua moja kukisogelea kile kibao na kujua kilichokuwa kimeandikwa. Badala yake nilijilaza tu kando mwa hiyo barabara na nilipitiwa na usingizi mzito sana. Dada, dada, we dada. Kwa mbali sana nilisikia sauti ikiita. Mimi sikuwa na uhakika kwamba nilikuwa nikiota au ilikuwa ni kweli nilikuwa naitwa. Lakini nilipoamka kutoka kwenye ule usingizi mzito, niliona watu wawili, wanawake walikuwa wamevalia sare za waongoza watalii. We dada, mbona umelala sehemu hatari kama hii? Umepatwa na nini? Mmoja aliyekuwa nyuma ya mwenzake aliniuliza hivyo na mimi sikuwa nikielewa chochote. Bado nilikuwa nina mawenge ya usingizi na mangamngam. Mimi niliendelea kuwatazama wale wanawake waliofanana kwa sare mpaka nilipogundua kwamba hawakuwa wahifadhi wa kawaida bali ni askari. Na kila mmoja alining'ineza bunduki yake mgongoni. Hebu simama mara moja. Mmoja yule aliyekuwa nyuma alisema kwa sauti kavu sana na yenye ukali, na niligundua kwamba kauli ile ilikuwa ni amri. Mwenzake akamgeukia, bila shaka kumpoza kwamba alishagundua kwamba sikuwa kwenye hali ya kawaida. Hapa ni wapi? Sijui nimefikaje hapa, nilisema kwa hofu huku nikijitahidi kusimama kichovu sana. Wakaniambia kwamba usitaki kusema kwamba wewe sio miongoni mwa wanaotaka kuvuka mpaka kwa njia haramu. Bado yule askari mkali aliendelea kunifokea sana. Wakati ule alikuwa akitoa radio call yake. Hapana dada, mimi si mhamiaji haramu. Mimi ni... Hapo nilisita kidogo kwa sababu sikuwa nikijua wale watu walikuwa ni raia wa nchi gani. Yaani sikujua kama ni wa Tanzania au ni watu wa Msumbiji. Licha ya kwamba walikuwa wakizungumza Kiswahili fasaha kabisa. Bado sikusema kwamba walikuwa ni wa Tanzania kwa sababu ni kawaida kwa waongoza watalii kama wale kujua lugha zaidi ya moja, hasa za nchi jirani. Kule kusita kwangu kuiendeleza sentensi ambayo nilikuwa nimeianzisha kukaikoleza ile dhamira ya yule askari mwingine ya kuwasiliana na mtu kupitia ile radio call. Mimi ni Mtanzania. Nilipiga kelele kwa kudhani kwamba ile ndio njia pekee ya kujiokoa. Kumbe kwa yule askari ilikuwa ni njia ya kuzidi kujichimbia kaburi. Yalitokea mabishano makali sana kati ya wale askari wawili wa hifadhi. Mimi sikuelewa sababu. Na hata lugha ambayo walikuwa wakiitumia kuongea pale sikuielewa. Nilipata na wasiwasi mkubwa sana baada ya kuwa na hakika kwamba lugha waliokuwa wakiitumia wale askari wawili ndio ambayo ilikuwa ikitumika na wale askari ambao walikuwa wameniteka. Lugha ambayo baadaye nikaja kuigundua kwamba ni Kireno, lugha ambayo inazungumzwa sana nchini Msumbiji. Ile mabishano ambayo sikuelewa kwa kweli yakaisha baadaye na yakatutoa pale kwenye vile vichaka vipesi na kutusogeza hatua kadhaa mbele ambapo kulikuwa na gari aina ya Land Cruiser ya rangi ya kijani. Gari ile ndefu na yenye paa yenye wazo unaowezesha watalii kuchungulia nje na kupiga picha ndani yake. Kulikuwa na watu watatu, wote walikuwa ni wanawake. Wanawake wawili walikuwa wamekaa nyuma na walivalia fulana zenye kola na zenye nembo ya kampuni ambayo nilikuwa sitambui. Zile nembo ziliandikwa kwamba Adventurers. Na yule mwingine dereva aliyekaa mbele, yeye alivalia nguo zenye mfanano wa rangi sawa na zile ambazo ni combat za wale askari wawili. Wale wanawake wawili ambao kwa macho tu ya haraka nikagundua kwamba walikuwa ni watalii, waliendelea kuzungumza mambo yao huku akinishangaa. Hawakujua kilichotokea kati ya wale askari wawili, lakini wao waliendelea tu kunitumbulia mimi macho. Nao walikuwa wakizungumza Kiswahili, kwa hiyo nikazidi kupagaa zaidi kwa kutokujua nani ni nani. Dakika kadhaa mbele simu ya yule askari aliyekuwa akinionea huruma iliita. Akaipokea na kuzungumza na mtu wa upande wa pili kwa heshima sana. Ndiyo mkuu, tumemaliza, tunakuja naye boda. Sawa afande. Yule dada aliongea kwa vituo sana. Bila shaka alikuwa akijibu maswali aliyokuwa akiulizwa na mtu wa upande wa pili. Dereva akavuta mafuta na gari ikaanza kujongea taratibu. Basi nikapata fursa ya kusoma yale maneno yaliokuwa yameandikwa kwenye vile vibao. Ili alfajiri mimi niliona uvivu kusoma. Hapo ndipo nilipogundua kwamba nilikuwa nikiukaribia mpaka wa Msumbiji na Tanzania, kutokea hifadhi ya taifa ya Kirimbas iliyopo ndani ya mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji. Na maneno yaliokuwa yameandikwa pale ni maneno ambayo yalianza kunionyesha matumaini
yaliyokwishaanza kupotea. Sentensi ya kwanza ilikuwa inamaanisha kwamba kwa heri hifadhi ya taifa ya Kirimbas iliyopo kwenye kijiji cha Negomano, wilaya ya Mueda ndani ya mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji. Na hiyo ya pili inamaanisha kwamba unaelekea kijiji cha Mtambaswala kijijini na Nyumbu mkoani Mtwara, Tanzania. Kwa kweli hayo niliyaelewa kupitia yule askari ambaye alinionea huruma alipowajibu wale wanawake watalii walipomuuliza maana ya zile sentensi zilizokuwa zimeandikwa kwa Kireno. Majibu yake yalipanda mbegu ya tumaini la kumuona mdogo wangu na mama yangu kwa mara nyingine tena. Kwa kweli niliangusha kilio cha kimya kimya. Yule askari alinionea huruma ambaye tulikaa naye kule nyuma pamoja na wale watalii wa kike aliendelea kunibembeleza na angalau alionyesha kuniliwaza. Wale watalii wao waliendelea tu kunitazama kana kwamba sikuwa mwanamke mwenzao. Huenda mwanzoni walichukia hata kuruhusiwa mimi kupanda kwenye gari lao. Hatukuchukua muda mrefu sana kufikia mpaka rasmi wa Msumbiji na Tanzania, Negomano border post. Pale tulikutana na askari mwingine mwanaume, na bila shaka huyo ndo alikuwa akiwasiliana na wale askari wa kike kwa nyakati tofauti. Wa kwanza kabisa aliwasiliana naye kwa ile radio call, na wa pili yule ambaye alikuwa ananionea mimi huruma aliwasiliana naye kwa simu ya kawaida. Kabla hatujasogea kwenye eneo lenye magari na watu wengi waliokuwa wakivuka mpakani kuelekea Tanzania, yule askari alisogelea gari yetu. Kisha yule askari ambaye tulikuwa tumekaa naye kule nyuma akashuka na kumfuata yule askari aliyetufuata. Basi walisimama kwa dakika kama 10 hivi. Kisha yule askari wa kiume akatufuata mle kwenye gari. Natumaini mmefurahia ziara yenu fupi ya hifadhi ya Kirimbas. Hongereni sana. Wale watalii wa kike wakaitikia huku wakitabasamu. Afande akaendelea. Akasema sasa tunamalizia taratibu za kuvuka. Hatimaye muwe mmerudi nyumbani kwenu salama. Wale wanawake waliendelea kutabasamu. Asante afande. Tunashukuru tunarudi Tanzania tukiwa salama kabisa. Wote tulishuka kwenye gari baada ya yule afande kutuelekeza hivyo. Kisha akanivuta pembeni. Sikiliza binti. Hapa mpakani wanavuka watu wengi sana. Na kwa kukuangalia tu na kwa eneo hatari ambao walikukuta askari, sina shaka kwamba wewe ni Mtanzania kweli, kwa sababu kwa mwenyeji hasa raia wa Msumbiji asingeweza kulala eneo hilo. Akanyamaza huku akiniangalia kwa tahadhari kubwa sana. Sikuwa najibu wala neno lolote lile la kusema. Nilimwacha amalize kile ambacho alikuwa akikikusudia. Akaendelea kusema kwamba wale askari watatu uliokuwa nao, 2 ni wa Tanzania. Dereva na askari niliyetoka kuzungumza naye sasa hivi, na ule mwingine ni raia wa Msumbiji. Wanafanya kazi eneo moja kwa ajili ya escort ya kiusalama kwa wageni au raia wa nchi hizi mbili. Sijui nini ambacho kimekukuta huko, lakini kwa namna askari wa Msumbiji alivyonielezea kupitia radio call na kwa namna nilivyozungumza na huyu mwingine, kuna uwezekano mkubwa kwamba nikikuacha hapa anaweza kukurudisha kwenye matatizo makubwa sana. Maana haya maeneo na mipaka hasa humo kwenye hifadhi kuna taarifa mbaya sana. Na hata alfajiri ya leo tulisikia milio ya risasi. Kwa kweli lilinishtua sana ili jambo, kwa sababu nilikuwa nikifahamu vyema ile milio ilipotokea ni wapi. Ilikuwa ni ile ya yule mwanajeshi aliyenisaidia baada ya kuwalipua wale waasi 2 ambao nilikuwa sijui walikuwa wakinipeleka wapi. Sasa naomba uniambie kwa kifupi tu, nini kimetokea mpaka wakakukuta umelala kwenye eneo hatari kama lile? Kiukweli nilijua kwamba sikuwa na muda wa kumuelezea kila kitu kuanzia mwanzo wa kisa hiki, lakini nilihakikisha kwa dakika 10 pekee yule askari anajua vitu muhimu ambavyo vilinipeleka mimi kuwa pale, na nilikuwa mwazi nikamwelekeza kila kitu. Unataka kusema kwamba risasi tulizozisikia ndio ulikuwa ukisafirishwa? Nilikubali kwa kuitikia na kichwa. Sasa sikiliza. Nisikize kwa makini sana. Nipe kiasi kidogo cha fedha kati ya hizo ambazo unazo wewe. Yupo mtu tukimshikisha kidogo tu, hatakuwa na noma kukupitisha hapa haraka. Ni kama Mungu alipanga eneo lile nitoke haraka. Tulivuka mpaka ule kupitia daraja la Unity ambalo linaunganisha vijiji vya Negomano cha Msumbiji na Mtambaswala cha Tanzania. Tulivuka kwa kutumia gari binafsi la yule askari baada ya kuomba wale wanawake tuelekee nao pamoja Mtwara mjini. Nao kwa kuwa walikuwa na safari ya kurejea Dar es Salaam kurudisha ripoti kwenye kampuni yao juu ya safari yao ya hifadhi ya Kirimbas, hawakuwa na budi kukubali ile ofa.
Kufikia mji wa Mtwara kwa kutokea pale mpakani kwenye daraja la Unity ambalo linavusha abiria na mizigo juu ya mto Ruvuma, ilitulazimu kutembea kwa kilomita 305, wastani wa saa 5 mpaka 7. Kwangu haikuwa safari ya mbali, wala safari iliyonipasa kupumzika kila nilipochoka. Ile kwa kweli ilikuwa ni safari ya uzima kwangu, uzima ambao umenifanya niwe hapa mpaka leo kifungoni. Mwandishi Faisal Madili anasema kwamba Caroline alipofika hapa kwanza nilishusha pumzi. Nikiwa sina cha kusema, niliendelea kumtazama machoni na macho yake yalibeba hisia mchanganyiko ambazo hata kama ningetaka kumuuliza ilichokuwa akikifikiria kwa muda ule, kwa kweli basi asingekuwa na jibu lenye uhakika. Sikusema kitu na yeye akanyamaza. Tukabaki tukitazamana tu kwa muda. Chozi likamdondoka. Akainua mkono na kulifuta haraka. Kisha akaniuliza, "Vipi, tuendelee?" Kwa kweli hili swali aliniuliza kwa akijilazimisha kutabasamu na midomo yake ikigongana kwa kuzuia kilio. Sikutaka kuharakisha jibu, japokuwa nilimjibu baada ya sekunde kama 30 hivi za kuendelea kumtazama. "Kama utahitaji kuendelea sitokuzuia." Hakunijibu chochote, badala yake alitazama tu chini. Lakini aliendelea kusema kwamba tulifika Mtwara mjini saa 12 jioni. Tukatokea kwenye lile daraja la kule mpakani majira ya saa 6 mchana. Wote wanne tulifikia kwenye hoteli moja hivi ambayo inaonekana kwamba wale watalii na yule askari walishakubaliana kufikia tangu kukutana kwao. Makubaliano ambayo waliyafanya kabla hata hawajafikia hifadhi ya Kirimbas, huenda wakati wa kuvuka mpaka kuelekea Msumbiji. Na yule askari alikuwa na miadi na mmoja kati ya wale wanawake wawili. "Binti, unaitwa nani vile?" Yule askari aliniuliza. Nikamwambia naitwa Caroline. "Sawa Caroline. Nataka nikupe msaada wowote ambao unauhitaji kwa sasa, na pia nataka utusimulie yote yaliyokukuta huko." Wakati huu tulikuwa kwenye bwalo maalum la kulia chakula pale hotelini. Muda huu ndio ambao wale wanawake walikuwa makini sana na uwepo wangu. Bila shaka yule askari aliwapa taarifa kidogo kuhusu matatizo yangu, ambao nilimsimulia kwa ufupi tu ambao tulikuwa tumesimama kule mpakani. Tuliamua kujipumzisha pale hotelini kwa makubaliano kwamba tungeondoka asubuhi ya siku iliyofuata. Na mimi nilitumia nafasi hiyo kuwaelekeza kila kitu kuhusu safari yangu ya kutolewa Dar es Salaam mpaka kufikishwa Msumbiji bila kujitambua. Kila mmoja alinionea huruma sana na kuguswa na simulizi yangu. Niliwaeleza pia matamanio yangu ya kuondoka siku ile ile kurejea Dar es Salaam kwa mabasi ya usiku. Lakini walinizuia na kunisihi kwamba nisifanye hivyo kwa sababu sijui mazingira ya huko niendapo. Kwa hiyo ni bora nipumzike na nivute nguvu pamoja na kufikiria vizuri cha kufanya. Hivyo walinisihi sana nisiwe na haraka. Nilikubaliana nao na hivyo nikatumia nafasi hiyo kuwaomba simu ili angalau niwasiliane na mama. Ikiwezekana nimpe taarifa kidogo ya kilichonikuta na kilichokuwa kikiendelea. "Halo mama." Niliita kwa sauti ya chini. "Halo, Caroline. Ni wewe mwanangu?" Nilimsikia mama yangu kwa mara ya kwanza kabisa baada ya siku na miezi mingi sana kupita. Alitambua sauti yangu hata baada ya kutokuisikia kwa siku nyingi. Nakiri kwamba nilibadilika kwa vingi sana kutokana na yale ambayo nilikuwa nimeyapitia. Lakini bado sikio lake alikupoteza sauti ya binti yake. "Ni mimi mama. Ni mimi mwanao, Caroline." Nilishindwa kuzuia kilio ambacho kilikuwa kimenisomba kwa kasi. Machozi yalinibubujika kwa wingi sana. Kwikwi nazo zikanijia kwa fujo mno. Yaani nilishindwa kuongea. Wale wanawake wawili wakaanza kufanya kazi ya kunibembeleza pale. Nikakata simu kwanza kwa sababu nishapoteza ujasiri wa kuzungumza na mamangu. Nilihisi kifua changu kikiruka hivi. Moyo wangu ulivunjika vipande na akili yangu ilivurugika kabisa. Mama alipiga yeye baada ya sekunde chache kupita. Nikamsikia akizungumza kwa sauti iliyokuwa imejaa wasiwasi na mashaka sana. "Nini kimekukuta mwanangu Caroline?" "Mama, nisamee mama. Nisamee kwa ajili yangu na Winnie mama." Nilijikaza huko nikiwa nimeshikiliwa na wale wanawake wawili, tukiwa pale kwenye bwalo la hoteli. "Nimewatafuta sana wanangu. Mara zote simu ya Winnie ilikuwa ikipokelewa na mara kadhaa ilikuwa ikikatwa kabisa. Ya kwako ni muda sasa sijaipata hewani. Nimekuwa nikiwaombea siku zote wanangu kwa sababu nilikuwa na hakika kwamba kuna tatizo ambalo limewakumba." "Ni kweli mama. Nisamee sana mama.
kwa sababu nina muda mrefu sana sijui lolote kuhusu Winnie. Karo, una maana gani mwanangu? Kwa nini hujui lolote kuhusu Winnie? Mmegombana na ndugu yako? Upo wapi? Na hii namba ya nani? Na Makrisi uko wapi? Ni kawaida yake mamangu. Akishachanganyikiwa huuliza maswali dabo. Yaani mpaka inakosekanaga namna ya kujua la kwanza nalo. Ni story ndefu sana mamangu. Nipo Mtwara muda huu. Baada ya kila kitu kuisha na kuahidi kwamba nitarudi nyumbani na Winnie mama, kila kitu kitakuwa sawa. Winnie amepatwa na nini Karo? Mbona sikuelewi? Acha nirudishe mama. Acha nirudishe. Nirudishe simu ya watu mama. Kesho nitaelekea Dar es Salaam. Nikifika nitatafuta namna ya kuwasiliana na wewe na tutaongea kwa urefu mamangu. Kiukweli hapo nilianza tena kulia mpaka nilipokuja kubembelezwa tena na wale wanawake. Wakati huo simu ilishakata na watu wengine ambao walikuwepo mle bwaloni jioni ile waliendelea kunishangaa bila kufanya lolote. Kila mtu na maisha yake, kila mtu alikuwa anapambana na ya kwake kivyake. Tulitumia masaa 13 mpaka kufikia jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo tuliingia saa 1 usiku baada ya kuanza safari ya saa 12 asubuhi. Sikutaka kufika mpaka kituo kikuu cha mabasi ya mkoani, maarufu kama kituo cha Magufuli kilichoko Mbezi. Kwa hiyo nilizungumza na konda wa lile basi anishushe kituo cha Mbagala rangi 3. Sikutaka kufika Mbezi kwa sababu sikutaka wale watu ambao nilikuwa nimesafiri nao wajue nilipokuwa nikielekea. Yule askari tulimwacha kule Mtwara mjini, ndipo alipokuwa akiishi yeye. Na kule mpakani yeye wanaendaga kila inapofika zamu yake, kisha urudi mjini kila anapomaliza zamu yake. Hata hivyo sikuacha kuaga wale wanawake ambao nilikuwa nimesafiri nao. Japokuwa niwadanganye kwamba nilishuka Mbagala kwa ajili ya kwenda kujipumzisha kwa ndugu yangu ambaye alikuwa akiishi jirani na ile stendi. Kama unavyojua purukushani za mjini, mpaka ule muda pale Mbagala kulikuwa na maduka ya wauza simu yaliyokuwa wazi. Licha ya kutoa fedha kule mpakani, lakini bado nilibakiwa na kiasi cha kutosha kwa mahitaji yangu madogo niliyoyahitaji. Kwa hiyo nikatoa kiasi kidogo kwa ajili ya kununua simu na nikasajili laini mpya. Baada ya lile zoezi ambalo alikuchukua hata dakika 15, nikapanda bodaboda na kumwomba nipeleke nyumba ya wageni yoyote ile nzuri iliyokuwa jirani na pale. Niliacha ile simu iingie chaji kwanza kama ilivyokuwa utaratibu wa simu mpya. Na kisha asubuhi iliyofuata, baada ya kufanya tafakari na kupanga namna nilipaswa kuzipiga hatua zangu, nilipoamua kuwasiliana na mama. Kisha nilimuomba namba ya Winnie kwa sababu sikuwa nimeikalili. Mwanangu, sikuweza kulala kabisa. Nimekuwa na wasiwasi sana. Nashukuru Mungu japokuwa mwili wangu una maumivu kwa ndani, lakini nimefika salama. Akaniambia umefanyaje Karo? Au ndo uchovu wa safari? Nikamwambia hapana mama. Nilipata ajali nikiwa porini. Porini? Ulienda kufanya nini? Nikamwambia kwamba nilitekwa. Hapo nikashindwa kuendelea kwa kweli. Nikashusha kilio kizito sana. Safari hii sikukata simu wala hakukuwa na kunibembeleza. Nilimsikia mama yangu naye akilia kwa mbali sana, japokuwa alijitahidi kuficha kilio chake huku akiniuliza, "Ilikuwaje mwanangu? Nani walikuteka? Na wamekufanya nini?" Nikamwambia mama, nimefanywa mambo mengi sana. Nakosa kwa kuanzia mama, ila naomba tu nisamehe kwa kuwa nilikosea tangu mwanzo na sikukuambia chochote kwa kipindi chote hicho mama. Mama akaniambia bado wewe ni binti yangu Karo. Na kuelewa na nakujua kuliko yeyote yule hapa duniani. Niambie chochote kile mimi nitakuelewa. Hapo sasa ikabidi nimsimulie mama yangu vingi sana ambavyo vimenikuta, kuanzia maisha kwa mama Krisi mpaka kuishi kwa Tony na kujikuta nipo katikati ya misitu ya huko Msumbiji kwenye mikono ya Jenerali Kasongo. Pole sana mwanangu. Naomba nikuombe mwanangu, rudi nyumbani tafadhali. Nikamwambia nitarudi mama na kuahidi, lakini lazima nirudi na Winnie. Lazima nirudi na Winnie mama. Siwezi kumwacha huko. Sawa wanangu, nawatakia heri. Ningekuwa na nguvu ningekuja, lakini sina nguvu yoyote ile ya kuwapigania wanangu. Nisamehe. Nikamwambia hapana mama, tunajipigania wenyewe. Na hatupaswi kukupa wasiwasi wote ule. Tutarudi nyumbani mama tukiwa salama. Sawa mwanangu.
na kutumia namba ya Winnie kama ulivyoniomba. Nikamwambia sawa mama. Nilimjibu kisha nikakata simu yangu huko nikifikiria namna ya kuzungumza na Winnie. Sikuwa na maswali mengi. Nilikuwa na swali moja tu. Je, safari hii ataniamini? Pokea simu Winnie, mimi ni dada yako Karo. Nijisemea mwenyewe baada ya kupiga mara kadhaa pasipo mafanikio. Kiukweli simu ya Winnie ilikuwa inaita tu mara zote, lakini haikupokelewa. Nilijaribu tena na tena. Mwishowe nikaamua kuandika ujumbe wa maneno kupitia WhatsApp. Ukiona simu yangu nipigie, ni mimi Karo dada yako. Sikupata majibu ya ujumbe wangu, japokuwa zile tiki za blue zilijichora kuonesha kwamba ujumbe wangu ulifika na kusomwa vizuri. Nilikaa ndani ya chumba changu cha lodge niliofikia kule Mbagala. Na muda ulivyozidi kwenda bila jibu lolote, nikairudia ile namba na kutazama picha iliyohifadhiwa. Nikichelewa kuwa huenda sikuwa nikiwasiliana na mtu ambaye nilikuwa namkusudia. Picha ilikuwa ni ya kwake, tena ni ile ile ya siku zote. Baada ya kuwa na hakika kwamba ni yeye, nikapata hamasa ya kuendelea kumpigia. Mara nikaona mtu anaandika ujumbe, yani mtu alikuwa na type. Kabla hajamaliza kisha kutuma ule ujumbe wake nikaandika wa kwangu. Nikamwambia mama ana wasiwasi sana. Tafadhali, nahitaji nizungumze na wewe. Kama kawaida ulisomwa, kisha kikapita kitambo bila kujibu. Mara nikaanza kuona mabadiliko kwenye simu yangu. Kwanza picha yake ikapotea. Kisha kile ujumbe nilokuwa nimeutuma baada ya hapo ukawa unaika tiki moja tu. Hapo nikawa na uhakika kwamba Winnie ameniblock. Sikuweza kumpata tena kwa njia ya WhatsApp, na hata nilipojaribu kumtumia ujumbe wa kawaida na kumpigia kwa njia ya kawaida bado sikuweza kumpata. Nilipiga kelele za uchungu sana kuona yule ambaye nilikuwa nataka kumpigania ili naye asiingie kwenye matatizo kama ya kwangu, naye anaamua kunikimbia. Niliumia sana na ukata tamaa. Lakini bado niliendelea kuikumbuka ahadi ambayo nilikuwa nimempa mama kwamba ningerudi na Winnie nyumbani Kilimanjaro. Hapo nikasimama huku akili yangu ikikimbia kwa kasi ya ajabu sana. Sikujua ni wapi alipokuwa, kwa sababu sikuwahi kujua alipokuwa akiishi Shembeka, ambaye nilikuwa na uhakika kwamba yeye ndo alikuwa akiishi na Winnie au anajua taarifa za Winnie. Sasa nikapanga kwenda nyumbani kwa Tony, kule nilipokuwa nikiishi naye. Haraka haraka nikajiandaa kisha nikatoka mle chumbani, nikapakua Bolt kwenye simu yangu, kisha haraka nika request ili anipeleke Upanga Magharibi, kule nilipokuwa nikiishi na Tony. Nikiwa katikati ya safari simu yangu ikapokea ujumbe wa WhatsApp. Nilipoangalia ni Winnie. Moyo wangu ulipiga ghafla kwa mshtuko. Na haraka nikaufungua ule ujumbe. Ulikuwa ni ujumbe wa picha moja na maneno kadhaa. Maneno yalisomeka hivi: barabara ya Lowassa, mtaa wa Jet, nyumba namba 72. Niliyasoma yale maneno haraka haraka kisha macho yangu yakatua kwenye picha ambayo iliustua moyo wangu sana. Mara ile picha ikapotea ghafla hata kabla sijitazama kwa mara nyingine na kujiridhisha. Basi nikabakiwa na vitu vitatu tu: kumbukumbu ya picha yenye sura ya Winnie, ujumbe wa kunielekeza nilipopaswa kwenda, na swali ambalo nilikosea jibu. Ni kweli watu hubadilika, lakini Winnie mdogo wangu amekuaje hivi? We kaka, geuza twende Jet. Nilimwambia dereva wangu wa Bolt. Akaniuliza unasemaje? Nikamwambia nitakulipa gharama ya Upanga, lakini naomba unipeleke mtaa wa Lowassa Jet Kipawa. Dereva wa Bolt hakuleta ubishi, ili mradi tu pesa yake iliyosoma kwenye mfumo ndio alipaswa kupatiwa. Muda huo tayari tushafika maeneo ya kwa Azizi Ali. Kwa hiyo safari ya kwenda kwenye ruti mpya haikuchukua muda mrefu sana kufika, hasa ukizingatia kasi niliyotaka kuitumia. Uzuri ni kwamba mtambo nilikuwa nikiuendea haukuwa mbali na barabara kuu ile ya Jet ambayo inaingiliana na barabara kuu ya Nyerere. Mtaa wa Lowassa niliufikia kwa msaada wa ramani ya Google nilikuwa nikiitumia baada ya yule dereva kuniacha pale kwenye kona ya kuingilia hii barabara ya Jet. Majaribio yangu ya kuwasiliana na Winnie yalikuwa kama mwanzoni nilipoanza kumpigia na kumtumia SMS yasiyofanikiwa. Kwa hiyo ikanibidi niyatumie yale maelekezo aliyokuwa ameniambia mwanzo. Tayari nishaingia kwenye mtaa wa Lowassa. Kilichobaki kilikuwa ni kuitafuta nyumba namba 72 kama maelekezo yalivyosema. Hapo nilipotokea kwenye ule mtaa, kulia kwangu ni baraza ya nyumba namba 206 na mbele yake kulikuwa na nyumba namba 204. Huku upande wa kushoto kukiwa na nyumba namba 205. Nikaelewa kwamba nilipaswa kusonga mbele zaidi huku nikizitazama nyumba upande wangu wa kulia.
Asubuhi ile mitaa ilichangamka sana, na kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Jumapili, basi vitafunwa viliendelea kuuzwa licha ya kuwa tayari jua lishaanza kuwa kali. Kila aliyeniona alikuwa aidha akinishangaa au akishangazwa na ule uharaka niliokuwepo nao, na kule kuitazama kila nyumba kama vile mtu ambaye amepotelewa na kitu, sehemu asiyoijua. Walionisemesha nisioyaelewa baki. Vijana wa kiume walionisalimia kwa uchu na matamanio baki. Na hata wale walionipigiza makelele kwa kuhitaji kuniuliza na kunielekeza nao baki. Yaani sikuwa namsikiliza mtu yoyote ule. Wote hao sikuwasikiliza na wala kuwatazama kwa kuwajali. Isipokuwa mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu niliwahi kumuona mahali. Sura yake haikuwa ngeni kabisa. Nilipomtazama tu nikageuza uso wangu pembeni ili asinitambue, kwa kuchelea kwamba angeniharibia lengo langu. Huyu alikuwa akiitwa Jeff, mmoja wa watu niliwahi kuziona sura zao kwenye simu ya Tony. Muonekano wake ni kama vile ametoka kwenye ugomvi hivi, kwa sababu sehemu moja hapo ya shati lake ilichanika. Uso wake nao ulisawajika, huko ukionekana kwamba umekwaruzika na vitu vyenye ncha, kwa sababu ulikuwa ukionyesha mikwaruzo yenye viashiria vya damu. Mwendo wa Jeff haukuwa kawaida. Pengine alikuwa akiwahi kitu ambacho kinamharakisha sana. Au labda alikuwa akiwahi kutoa taarifa juu ya kadhia iliyokuwa imemkuta huko alipotoka. Watu walimshangaa pasipo kumuuliza chochote, na hata mimi mwenyewe nilipomuona sikumsemesha, bali nilijua kabisa kwamba sikuwa mbali na pale nilipokuwa nikielekea. Nikakaza mwendo, lakini kwa tahadhari sana. Na baada ya dakika chache tu nikawa natazamana na nyumba ambayo nilipaswa kwenda. Nyumba namba 72. Nyumba ilikuwa ni ya kawaida tu. Pengine ni ya mtu mwenye kipato cha kati. Na kwa kuwa namba ya nyumba ilibandikwa kwenye moja ya nguzo za ukuta huwa, nikawa na uhakika kwamba humo ndimo nilipaswa kufika. Nikasogelea geti kubwa la ile nyumba ambalo lilikuwa wazi. Kwa tahadhari kubwa sana nikasogea mpaka pale kwenye kibaraza. Upande ule wa nje hakukuwa na dalili yoyote ile ya uwepo wa mtu wala kitu chochote kile. Palikuwa na ukimya wa ajabu sana. Mlango wa chuma nao ulikuwa wazi, lakini ule mlango ambao ulifungwa kwa ufunguo ambao ilikuwa imeachwa ikining'inia pale pale kwenye kitasa. Nikahisi yeyote alipaswa kuwepo kwenye ile nyumba basi alitoka. Sasa anatoka vipi na kuacha kila kitu kirahisi namna ile? Haikuwa kazi yangu kujijibu, bali nilitafuta jibu la sababu ya Winnie kuniambia nifike pale na nikute mlango umefungwa kisha kusiwe na dalili yoyote ile ya uwepo wake. Nikatoa simu yangu na kujaribu tena na tena. Na majibu yaliendelea kuwa yale yale, bila kujali ningejaribu mara ngapi. Sasa kama katoka, nimsubiri mpaka atakaporudi? Hapana, nisije kukutwa na nisiotaka kuwaona. Basi nikapiga hatua kurudi kule kwenye lile geti lililokuwa wazi. Na kabla sijafika masikio yangu yakavutwa na sauti ambayo ilikuwa inatokea ndani. Nikageuka kisha kusogelea mlango ili nisikilize vizuri. Sauti ile ikajirudia tena kwa nguvu zaidi. Nisaidieni, wanataka kuniua. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke ambaye namfahamu. Na haikuwa hivyo tu, bali pia ilikuwa ni sauti ya mdogo wangu, Winnie. Nikaparamia ule mlango kisha nikazama ndani kwa pupa. Uso kwa uso nikakutana na Winnie aliyeshika bastola, akiwa amelala chini. Macho yangu hayakuamini kwa nilichokuwa nakitazama mbele yangu. Hakuwa tu Winnie aliyechoka, kupauka na kunyorodoka, bali pia alikuwa aliyedhoofika na mlemavu. Winnie hakuwa na mguu mmoja. Winnie niliyemwona siku ile hakuwa Winnie mrembo ambaye alizaliwa na kulelewa na mama yangu kule Kilimanjaro. Winnie huyu alikuwa ni binadamu asiyekuwa na lolote la kumsaidia. Winnie mdogo wangu. Winnie. Nilisema huku nikitetemeka kwa hasira, hofu na kiroho kilichonivaa ghafla. Dada yangu nisamehe sana. Pole Winnie. Pole mama. Ghafla donge zito likanikaba kooni. Maneno yakagoma kutoka kabisa. Sisi sote tukajikuta tukilia huku tukiwa tumekumbatiana baada ya kumuinua na kumweka kitako. Nilitakiwa nikusikilize toka kipindi kile dada. Ona sasa. Siwezi kupona tena dada. Wameniharibia maisha yangu. Usiseme hivyo Winnie, sawa? Nipo hapa dada yako. Nimekuja kukutafuta twende kwa mama Kilimanjaro. Hapana dada. Usinipeleke kwa mama tafadhali.
lakini nimemwahidi kwamba nitarudi na wewe Winnie mdogo wangu. Dada, siwezi kupona. Mimi ni wakufa tu. Winnie alizungumza kwa huzuni sana huku akiendelea kulia kwa sauti na ile bastola ikamtoka mkononi. Winnie, usiseme hivyo. Niliumia sana moyoni mwangu na machozi hayakuacha kunitoka. Tulilia hivyo kwa dakika 5 mfululizo. Kisha nikamtoa kifuani kwangu. Nikamwambia Winnie, napaswa nikutoe hapa sasa hivi. Akanambia hapana dada, hutoweza. Nenda kwanza polisi. Watatusaidia pamoja na kuwatafuta hao wanaharamu. Nani amekuwa ukiishi naye na yuko wapi? Akanambia Beka dada. Amekuwa akinitumia kujaribu unga wake aliokuwa akiuza. Yaani Beka anauza unga na wewe ndio wa kufanya majaribio? Ndio dada. Na bahati mbaya zaidi amekuwa akitumia mpaka sindano. Beka ameniambukiza na ukimwi dada. Hapo mdogo wangu alianza tena kulia. Nilimbembeleza kwa dakika nyingine 10. Nilimwonea huruma sana mdogo wangu. Lakini huruma yangu haikuweza kumponya. Akaendelea kuniambia kwamba Beka ameenda kwa Tony. Hapa alikuja Jeff. Kuna vitu alitumwa aje kuchukua. Bahati mbaya kwake na nzuri kwangu, alinikuta hapa bila kutarajia. Nilimvamia na kusumbuana naye sana. Na nilipofanikiwa kumchomolea bastola yake iliyokuwa kiunoni akakimbia na kunifungia kwa nje. Unamaanisha nini kwamba alikukuta hapa? Mdogo wangu akaniambia kwamba kipo chumba ambacho huwa anafungiwa ili yeyote asije kujua yanayoendelea ndani ya nyumba hii. Asishtukie chochote. Na bahati mbaya zaidi chumba hicho kinazuia sauti kutoka nje. Kwa hata nikipiga kelele kwa namna gani hawezi kafika hapa sebuleni. Kiukweli nilitamani kumuuliza mdogo wangu sababu ya kukata ule mguu, lakini nikaona hilo lingeendelea kumuumiza zaidi. Sasa nikaazimia kuchukua ule ushauri wake wa kwenda kutoa taarifa polisi. Nisubiri Winnie, naenda polisi. Aliitikia kwa kutikisa kichwa chake kisha nikatoka. Ule mwendo nilikuwa nikitembea ulifanana na ule aliokuwa akitembea Jeff. Nikaikumbuka ile michirizi ya damu aliyokuwa nayo. Nikajua kwamba ni majeraha aliyoyapata alipokuwa akipambana na Winnie. Mwendo na mawazo yaliokuwa yamenizonga muda huo yalinifanya nisifuatilie maanani wanaume watatu ambao nilipishana nao. Wakiwa kwenye mwendo wa haraka sana. Walikuwa wakitembea kwa miguu. Na wakati umakini uliponirudia, ndipo nilipogundua kwamba nilipishana na marafiki watatu. Tony, Beka na Jeff. Kwanza nilisimama ghafla huko nikitumbua macho yangu baada ya akili kunirudia. Nikajishika magoti kwa fadhaa sana, kisha nikageuka kuwatazama. Tayari walishatoweka machoni kwangu. Nikapiga wewe la kuomba msaada. Nikasema jamani, wauaji. Nisaidieni. Kuna wauaji nyumba namba 72. Iteni polisi. Zile kelele zangu zikawainua majirani na watu ambao walikuwa kwenye ile njia ambayo nilikuwa nikipita mimi. Nikaanza kutimua mbio kurudi nilipotoka. Lakini kabla sijafika mbali nikadakwa na wanaume ambao walikuwa wakiningangania kuniuliza, "We dada, tulia kwanza useme vizuri." Mmoja aliniambia kwa akinivuta nyuma kunizuia nisiendelee kukimbia. Na mwingine akaniambia, "We dada, si umepita muda si mrefu hapa kama umechanganyikiwa?" Afu kweli, huyu tulikuwa tukimsemesha tulipomuona mwanzo, mwingine alidakia hivyo. Nikawakumbuka kwamba watu ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa kinizungumzisha muda ambao nilikuwa nikielekea kule alipokuwepo Winnie. Nikamwambia nisaidieni mwenzenu. Mdogo wangu atauawa. Nilisema huku nikiema kwa nguvu sana na machozi yalikuwa yakinitoka kwa fujo. Atauawa wapi na nani? Kuna wanaume watatu ambao nimepishana nao hapa wanaenda kumuua. Wewe umejuaje? Unataka tuwakamatishe watu saa hizi? Wewe dada vipi? Aliuliza swali lile yani kama sehemu ya kejeli hivi. Mimi nikauputa ule mkono wangu aliokuwa amenishika baada ya kuona sina msaada kutoka kwa wao watu. Kisha nikatimua tena mbio kuelekea kule nilipotoka. Japo wengi wao walionekana kutokunielewa lakini nilimuona kijana mmoja akinifuata kwa nyuma. Nilifika mpaka pale kwenye nyumba namba 72. Pale nje palikuwa kama vile ambavyo ilivyokuwa awali. Kimya kilikuwa kimetawala. Lakini mlango wa kuingilia ndani ya nyumba ulikuwa wazi. Ninyeta taratibu kisha nikachungulia pale sebuleni. Sikusikia sauti ya mtu wala sikusikia kitu chochote kile. Nikajiingiza huku nikinyata. Pale nilipomwacha Winnie amekaa palikuwa dimbwi kubwa la damu mbichi kabisa.
Pembeni yake kulikuwa na karatasi ambayo ilikuwa imeshaanza kulowana damu. Niliokota huko nikitetemeka sana, huko nikimwomba Mungu ile damu isiwe ni ya mdogo wangu. Nilipoinama kuokota ile karatasi, macho yangu yakakutana na ile bastola aliyokuwa ameangusha Winnie wakati nazungumza naye. Nayo nikaiokota. Lakini wakati huo nikasikia mlango ukibamizwa. Kisha sauti za wanaume waliokuwa kama wakibishana zikasikika. Sikutaka kuchelewa. Haraka nikaingia kwenye mlango wa chumba cha jirani na hiyo sebule, tayari kwa mashambulizi ambayo nilikuwa naamini kwamba ni kisasi kwa ajili ya mdogo wangu ambaye nilikuwa na hakika kwamba ndiye mwenye damu ile. Waliendelea kulaumiana hata baada ya kurudi sebuleni. Lakini kubwa hasa ni lile la Beka kumtoa Winnie eneo la wazi kama lile bila kuambia wenzake. Hapo nikajua kwamba si Beka peke yake alikuwa akimtumia Winnie kama mtu wa kujaribu ubora wa unga ambao alikuwa akiwaletea wateja wake, bali hata Tony na Jeff walikuwa wakifanya hivyo pia kwa Winnie. Moyo uliniuma sana kuona wale wanaume wakimfanyia unyama binti yangu mdogo kama Winnie. Nilipandwa na hasira ambazo zilitaka kunitoa pale nilipokuwa nimejibana, lakini niliendelea kujituliza na kuwa mvumilivu huko nikisubiria nafasi bora zaidi ya kufanya mashambulizi. Oya, mna uhakika mwajaingia mtu yoyote yule? Hii sauti ilinifanya nifumbe macho yangu kwa hasira sana. Ni sauti ya Tony, mwanaume ambaye niliwahi kumpenda kuliko chochote kwenye maisha yangu, na ndiye mwanaume aliyeniingiza kwenye ulimwengu huu wenye njia mbili, mapenzi na maumivu yake. Kwa nini unasema hivyo? Kuna lolote uliloliona tofauti? Beka aliuliza huku akianza kugeuka kwa tahadhari sana. Tony akaendelea kusema kwamba hapo chini kulikuwa na bastola pamoja na karatasi. Vimeenda wapi? Kama sisi sote tulikuwa kule chemba. Lile swali likamfanya Jeff atupie macho pale chini. Wote wakaamaki kisha wakaanza kutawanyika kwa namna ya kumtafuta aliyekuwa humo ndani. Kama wangeendelea kuzungumza bila kufanya kile walichokifanya, nahisi nisingefikia maamuzi yale. Lakini kitendo cha Tony kuja upande ambao nilikuwa nimejificha mimi kilinitisha sana. Kwa hiyo nikajikuta nikimfyatulia risasi 3. 2 zilimpata kifuani na moja ilimwangusha baada ya kumpata kichwani. Wenzake waliokuwa wametawanyika pande tofauti walirudi haraka baada ya kusikia milio ya risasi ambayo nilikuwa nimeifyatua haraka. Hapo shabaha yangu ilikuwa sahihi bila kujali kwamba sikuwahi kujifunza kulenga. Kila mmoja alipatwa na risasi ya kichwa. Nikawaangusha wanaume wote wale. Sasa nikaanza kulia huku nikitetemeka kwa hofu sana. Nikatupa ile bastola chini kisha nikaelekea kule wanaume wale walikokuwa wametokea. Chumba nilichoingia kilikuwa na mlango mwingine kwa ndani. Nikausukuma kisha nikazama ndani huko. Iko chumba kingine nilichoingia kilikuwa kimejazwa maboksi yenye makorokoro chungu nzima. Hayo maboksi yalibebwa kwenye shelfu za mbao. Nilipogusa sehemu hizo za shelfu nikagundua kwamba ule ulikuwa ni mlango. Na nilipoingia ndipo nilipokuta mwili wa mdogo wangu Winnie ukiwa hauna uhai. Nilipiga kelele za yowe la uchungu na maumivu sana, nikitaja jina la mdogo wangu Winnie. Niliita huku nisijue cha kusema. Nilibaki nimeukumbatia mwili wa mdogo wangu huku nikiutazama vile alivyokuwa amekufa kwa uchungu bila msaada. Alikufa kwa kujichoma na kisu chenye ncha kali kooni, kwa sababu niliweza kuona kwamba hapo ndipo palipotokwa na damu. Winnie wangu, kwa nini umefanya hivyo lakini? Nilikwambia naenda kutafuta msaada. Kwa nini ukunisubiri? Nitamwambia nini mama? Niliomboleza huku nikiuliza ule mwili kana kwamba ungeweza kunijibu chochote. Hasira na ghadhabu zilinijaa maradufu. Nikaona kile nilichokifanya kwa wale wanaume hakikutosha. Bado kisasi changu sijakilipa. Nikarudi mpaka pale nilipoiacha ile bastola. Kisha nikawarudia wale wanaume nikawafyatua risasi zingine. Lakini kwa bahati mbaya hazikutoka. Zilikuwa zimekwisha. Zile hasira zikanifanya nitafute chochote kile. Nikalitafuta jiko mpaka nikalipata. Basi huko nikapata kisu. Nikarudi nacho kwa kasi sana. Mwili mmoja mmoja nikaanza kuuchoma na kile kisu huku nikipiga kelele. Sikuwa na akili zangu tena timamu. Yaani nikiwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Nilipiga kelele mpaka pale niliposikia sauti za watu huko mlangoni. Muuaji, Mungu wangu. Ameua huyu dada. Nilishindwa kujitetea. Nikabaki nikilia huku kisu kikiwa mikononi mwangu. Dakika hizo nikamwona yule kijana aliyekuwa akinifuatilia kwa nyuma wakati ule nilipokuwa nikikimbia kurudi mle kwa Beka.
Kijana aliponitazama tu alipigwa na butwaa. Pigeni simu polisi, mwambie kuna muuaji huku. Yule mzee wa makamu aliendelea kuzungumza vile. Wanakuja. Wanakuja? Nani amewaita mara hii tu? Mzee akauliza kwa pupa. Mimi, wakati namfuatilia huyu dada, nilijua kwamba ana matatizo baada ya kukutana naye kule barabarani. Kwa hiyo nilipitia pale polisi haraka ili waje huku tumsaidie, bila kujua kwamba yeye ndo muuaji mwenyewe. Hapana kaka. Mimi si muuaji. Nijaribu kujitetea kwa sauti yenye kutetemeka. Si muuaji? Wakati tumekukuta ukiwacharanga na visu hao. Hapo nikakosa cha kujibu kwa kweli. Nikaendelea kulia huko nikisubiri hatima yangu. Na bila kuchelewa, dakika 2 mbele polisi waliingia na kunikamata. Pamoja na kuonesha mwili wa mdogo wangu, lakini hilo halikuwa sababu ya kunivua ile sifa ya muuaji ambayo nilikuwa nimelazimika kuivaa. Nilifikishwa kituo cha polisi Lumo. Maelezo yakachukuliwa na jalada la mauaji likafunguliwa. Hata pale kituoni sikukaa sana, nikahamishwa mpaka kituo cha polisi Stakishari kilichoko Ukonga. Kipawa na Ukonga yake ilizizima. Taarifa ikasambaa kwa kasi kubwa sana kwamba kuna mwanamke amewaua wanaume 3. Na ndani ya siku 3 pekee nilifikishwa mahakamani baada ya ushahidi kuchukuliwa na kuthibitika kwamba nimefanya mauaji. Hata nami nilikiri kwamba ni kweli nilifanya yale mauaji, japokuwa haikuwa kama vile ambavyo ilivyotafsirika. Na ndipo niliposimamishwa kizimbani ili kujitetea. Majibu yangu yalikuwa tofauti na watu ambao walidhani kwamba ningejitetea. Badala yake niliendelea kukiri kufanya mauaji. Lakini katika yote mimi sikuacha kushikilia msimamo wangu kwamba sikuwa muuaji kama wanavyodhani, bali niliua ili niishi tu. Hebu ieleze mahakama kwa uchache tu ili tushawishike na hicho ninachokisema. Nilijua kwamba nisingeweza kutoka, kwa hiyo nikaichukua fursa ile kuasimulia nilichokipitia, ili ikiwezekana zifanyike jitihada za kumwokoa yeyote ambaye angeweza kuwa amechukuliwa na kupelekwa kule kwenye msitu wa Kilimbasi nilikokuweko mimi. Kwenye maelezo yako ulisema kwamba ulipelekwa kwa Jenerali Kasongo, si ndio? Mwendesha mashtaka aliyekuwa akiendesha shtaka langu aliniuliza. Nikasema ndio. Akasema pia kwenye maelezo yako umesema kwamba kule umekaa takriban miezi 8. Kweli au si kweli? Akaendelea baada ya jibu langu. Kweli. Kuna taarifa za kuwa serikali ya DRC imemkamata jenerali huyo, na taarifa hizo mpaka sasa zina miezi 16. Yaani mwaka 1 na miezi 4. Ni sawa na kusema kwamba jenerali huyo alikamatwa miezi 8 nyuma kabla hujapelekwa huko na kuonana naye kama unavyodai. Unaithibitishia mahakama kwamba jenerali huyo ametoroka na kutoweka Msumbiji? Kwa hilo sijui. Jibu langu likamfanya mwendesha mashtaka yule akae chini akitabasamu. Baada ya kuiaminisha mahakama kwamba nilikuwa nikidanganya kuhusu jenerali muasi Kasongo, kwa maana tayari taarifa zangu zilikinzana na taarifa walizonazo wao kuhusu jenerali yule. Nishachoshwa na maswali ambayo sikuwa na majibu nayo. Kwa hiyo niliendelea na msimamo wangu wa kukubali kwamba niliua na nilipaswa kuhukumiwa kifungo cha maisha. Lakini kwa kukiri kosa, mahakama iliridhia kunipunguzia adhabu na kunihukumu kifungo cha miaka 30 jela. Hapo ndipo nikatumbukia humu. Na nilipokuwa tayari nishatumikia mwaka 1, vile nilivyosema kuhusu Kilimbasi na yule jenerali vilithibitika kwamba ni kweli. Kwa hiyo serikali yetu ilishirikiana na serikali ya Msumbiji kuwaokoa waliokuwa kule na kulikomboa lile eneo. Hapa tunapozungumza jenerali Kasongo amefungwa baada ya kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa. Na kwa upande wangu nikapunguziwa miaka kutoka 30 mpaka kufikia miaka 10. Na hapa nimeshaitumikia miaka 6. Pole sana Caroline. Mwandishi anasema kwamba nilimpa pole baada ya kushusha pumzi ndefu sana. Caroline akasema kwamba asante sana. Mwandishi anasema nikamuuliza Caroline, sasa vipi kuhusu mama Chris? Ukuonana naye tena? Na mama kule Kilimanjaro ilikuwaje? Caroline akasema kwamba mama alifariki alipopata tu taarifa ya kifo cha Winnie pamoja na kifungo changu. Na kuhusu mama Chris, nilimtazama nikiwa natamani kusikia aliyomkuta mama Chris, huku nikitamani kumwambia asiendelee kwa kule kumuonea huruma. Hata hivyo nilimwambia kwamba nieleze tu kama utojali, lakini Caroline akasema kwamba sijui nini ambacho kilimkuta, lakini na yeye amefungwa na nimekutana naye humu.
Mwandishi anasema kwamba nikamuuliza, unasema Mama Chris naye amefungwa kwa kosa lipi? Caroline akasema kwamba hajawahi kunihadithia chochote, lakini kama utakuwa na bahati pengine leo anaweza akatusimulia sote wawili, kwa sababu hata mimi nina hamu sana ya kujua kilichomkuta. Baada ya lile jibu, Caroline akasimama na kusogea mpaka alipokuwa mama mmoja mtu mzima kiasi. Alionekana kama mwenye maradhi ya miguu. Siku zote nilizokuwa nikienda pale sikuwahi kumuona yule mama, na wala sikuwahi kujua kwamba yule Mama Chris naye angekutwa na mtihani wa kufungwa. Nikakumbwa na hisia mchanganyiko, na kubwa zaidi hamu ya kutaka kujua yaliyomsibu. Baada ya kumsalimia aliketi chini kisha akanitazama, na bila kuchelewa Mama Chris akaanza kutusimulia sababu ya yeye kuwa mle gerezani. Ndoa yangu na Baba Chris ilikuwa ni ya kulazimisha. Baada ya kunibaka nilipokuwa msaidizi wa kazi za ndani pale nyumbani kwao, wazazi wake walimlazimisha kunioa ili anitunzie heshima na siri ya familia yao. Baada ya kubainika kwamba nishabeba ujauzito pamoja na kuambukizwa virusi vya ukimwi, na nikiwa na miaka 16 tu nikapata mtoto wa kwanza. Watoto wangu wote walizaliwa wakiwa na ugonjwa huo na walipata maambukizi kutoka kwangu. Wakati namchukua Karo kutoka Kilimanjaro alikuwa ni binti mdogo sana, na nilimwahidi mama yake kwamba nisingemsimamia kwa kila kitu. Kwa hiyo sikutaka yamkute kama yale alionikuta mimi. Ndio maana sikuhitaji kusubiria janga lolote lile limkute, aidha kutoka kwa aliyekuwa mume wangu au watoto wangu, ambao nilikuwa nikijua fika kwamba walikuwa ni waathirika. Sikutaka maisha ya binti wa watu yaharibike. Hilo nilifanikiwa. Baada ya Karo kupotea nilitafuta mfanyakazi mwingine wa kukaa pale dukani alipokuwa akiuza Karo. Na kwa bahati mbaya, siku moja nilimfumania mume wangu akimbaka yule binti mpya ambaye nilimwajiri. Niliumizwa na kile kitendo kwa sababu sikuweza kumbadilisha mwanaume yule kutoka kwenye ile tabia ambayo ilikaribia kuharibu maisha yangu, na sasa alikwenda kuharibu maisha ya binti mwingine asiyekuwa na hatia. Zile hasira nilizokuwa nazo kwa kweli zilipelekea nimuue kwa kumpiga risasi. Baada ya ile tukio sikukimbia na wala sikuenda popote pale. Sikuwa na haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo nilikaa hapo hapo mpaka polisi walipofika baada ya kupewa taarifa na watu waliokwisha kuja pale dukani. Nikakamatwa na mpaka sasa niko hapa nikitumikia kifungo changu cha miaka 30. Mwandishi Faisal Madili anasema kwamba aliwaambia kwamba nimekosa cha kusema kwa hizo simulizi zenu. Anasema niliwaambia huku nikiwatazama kwa zamu. Asante sana kwa kuja, hasa kumsikiliza huyo binti. Amepitia mengi sana, amenisimulia. Pia tunashukuru sana kwa kila msaada uliomletea. Amenifaa na mimi mama yake. Mama Chris alizungumza kwa sauti ya chini akizuia kilio kilichotaka kumtoka. Caroline alimsogelea pale alipokuwa kisha akamkumbatia. Asante kwa kuwa sehemu ya maisha yangu. Asante kwa kuokoa maisha yangu mama. Pole sana mwanangu. Umeniambia kwamba mamako amefariki alipopata taarifa zenu. Naomba nichukue nafasi yake. Naomba niwe mama yako Caroline mpaka pale nitakapoaga dunia hii. Caroline alilia kwa uchungu sana, na mimi sikuwa na kingine nilichokuwa nakihitaji kutoka kwao, bali niliwakumbatia huku nikiwabembeleza. Baada ya dakika chache Caroline akajitoa huku machozi yakiendelea kumdondoka taratibu. Nataka nikupe kitu. Nimekuja nacho. Alizungumza huku sauti ikikwama. Mwandishi anasema nikamuuliza kitu gani. Caroline akaingiza mkono kwenye mfuko wa overall alilokuwa amevaa. Akatoa kipande cha karatasi kilichowekwa lamination. Akasema hiyo ni barua fupi aliyoniandikia Winnie muda mfupi kabla hajajiua. Nikakitazama kile kipande cha karatasi. Kabla sijakisoma, afande kispika alirudi tena baada ya kutomuona kwa siku kadhaa. Safari hii alinijia na tabasamu. Akanieleza, leo nakwambia kwa amani tu, kabla sijamuita kiboko yako. Muda umeisha, unaweza kwenda. Sikuwa na ubishi kwa sababu simulizi iliyokuwa imenipeleka mle gerezani ilikwishaisha. Nikamwambia kwamba nawaahidi kwamba nitauweka mkasa huu kwenye kitabu ili watu wajifunze. Na Mungu akipenda tutaonana tena. Niliwaambia Caroline na Mama Chris nilipokuwa nikiinuka pale nilipokuwa nimekaa. Ukija tena usiache kutuletea kopi zetu. Caroline aliniambia huku akijilazimisha kutabasamu. Nikamwambia usijali. Nitafanya hivyo kwa ajili yenu. Niliinuka huku nikifutika kwenye mkoba wangu ile barua ambayo nilikuwa nimepewa na Caroline. Barua ya maelezo kutoka kwa Winnie.
na ambayo umeisoma mwanzoni kabisa mwa simulizi hii. Msikilizaji, mimi sina la ziada mpaka hapo. Tumefikia tamati ya simulizi yetu ya kusikitisha, simulizi ya kusisimua ya binti Caroline ama Chichi. Naamini mabinti tumejifunza mengi sana, na sio mabinti tu. Kila mtu kajifunza mengi sana. Humu kuna mambo ya usaliti, kuna mambo ya ndoa yapo humu. Mambo mengi sana tumejifunza. Uaminifu. Binafsi kwa kweli simulizi imejua kunitouch jamani. Simulizi iko kipekee sana. Shout outs kwako Faisal Madile. Big up sana kwako.